niaba ya mkurugenzi mtendaji ambaye tutajiunga naye baadaye. Leo tuna kikao kama alivyosema katibu, ajenda zetu kuu mbili. Ya kwanza hususani presentation ya mapato kutoka katika maeneo yenu, na ajenda ya pili mtatuambia sasa jinsi gani mnaweza kusolve migogoro ya ardhi ambayo yapo kwenye maeneo yenu. Ajenda ya kwanza tunatakiwa tupresenti, nafikiri kama wote mnayo ndio, na watendaji wote mpo, hakuna mtu kukosa leo. Veo wenu wote umefika sawa? Tutapanga kwa utaratibu. Tutaanza na ajenda ya kwanza ya presentation. Viongozi, toeni mawazo, wala watendaji mjini, toeni mawazo, msiogope. Hapa hatupeani hukumu, sawa sawa. Tunaelimishana, tunakosoana kwa staha, tunaimarishana. Mnisikia kweli? Huu unajua ukienda kuja kupresent vinombe na ndugu na mpongeza mwenyekiti na swala ya mwanzoni nilimwona kaamka Bermuda baadaye akatumia. Mwenyekiti kaja akaonyesha mwenyekiti wake. That's good. Niwaombe tuondoe hofu, toeni mawazo chanya, tutengeneze Kisarawe yetu. Sawa sawa Kazi na utu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naitwa Ali Hamza, ni mtendaji wa kata ya Msimbu. Niko hapa kwa ajili ya kuwasilisha taarifa ya tathmini ya ukusanyaji wa mapato kwa mwaka wa fedha 2026/27 kata ya Msimbu. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa yangu itajielekeza katika tathmini ya kila ambacho kimefanyika kwa mwezi wa 7. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Msimbu ni moja kati ya kata 4 zilizo katika mamlaka ya Mji Mdogo katika halmashauri ya Kisarawe kwa Pwani. Kata ya Msimbu ina wakazi, kwa mujibu wa sensa ya watu na wakazi 2022, na jumla ya wakazi 18705 na kaya 5445. Shughuli za kiuchumi katika kata zina shughuli mbalimbali kama biashara kwa kiasi kikubwa, kilimo na ufugaji kwa kiasi kidogo, na shughuli za uchimbaji wa madini, hasa madini ya mchanga. Mheshimiwa Mwenyekiti, sehemu A, kubainisha vyanzo vya mapato ya halmashauri katika kata na hali ya ukusanyaji. Kwa mujibu wa sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura ya 290 pamoja na sheria ndogo ya ada za halmashauri za mwaka 2023, kwa kushirikiana na watendaji wa vitongoji vyote 7 katika kata yangu, nataka niongezee kama mtendaji wa kata alivyozungumzia swala la rasilimali watu kwa upande wa watumishi. Nilikuwa naomba niongezee kwa nini amelizungumzia hilo swala la kiutawala. Tunapozungumzia ongoza swala la kipengele cha ukusanyaji wa mapato, mfano kwenye kipengele cha vibali vya ujenzi, ni kweli inatupa changamoto kwa sababu unakuta eneo ni kubwa, alafu unakuta kiongozi au mtumishi ni mmoja, eneo lile ni kubwa sana. Unaweza kuwa uko ofisini au umepanga kufanya activity ya kufuatilia masuala ya vibali vya ujenzi eneo fulani, lakini distance ambayo kutoka hapa mfano Kichangani mpaka niende majumba 6 ni sawa na kutoka mtaa wa kwanza kwenda mtaa mwingine wa 4 au wa 5 wa 6.